Kifo cha Mheshimiwa Athumani Bilal ni kifo kimekuja ghafla. Jana tulikuwa wote tarehe 15 tulikuwa tuna mechi ya friend match ya Alliance na Bilo Queens. Tukachana majira ya saa 9. Baada ya ile mechi kuisha, tukawa tumeagana yeye kwamba anaenda kwenye timu ya Pamba Veterans, walikuwa na afra pale. Ila mimi kulingana na majukumu yangu nimeshindwa kwenda, tukaagana, akaambia twende tukacheze, nikamwambia mimi nimebanana. Nikawaacha kaelekea Kirumba kwa ajili ya ile afra ya Pamba Veterans. Kwa hiyo karibu na ule uwanja wetu huwa kuna mti wa mwembe upo karibu na kibanda. Kwa hiyo mwalimu aliyofika pale kwenye kile kimti akamkuta mwenzetu ameinamia chini kwenye ule mwembe. Ikabidi akanipigia simu. Anakuambia, bwana mwalimu, fanya haraka kwa sababu tumewaona mwenzenu ameinama hapa, hebu fanya haraka. Baada ya dakika 10 kanipigia tena. Ikabidi mimi niende haraka kufika pale, nikakuta amezungukwa na watu. Basi nikuja kumchukua. Kwanza tulikuwa tunasubiri polisi kwa sababu tulikuwa tuna wasiwasi. Tunaona mwenzetu ameinama tu. Kapigia kituo cha polisi. Baadaye akajitokeza afande wa kata. Akaja akajitokeza. Sasa hizi kuna polisi kata. Ikatuchukua, tukaweka mwili kwenye mwenzetu kwa gari, tukapakia, tukaenda naye mpaka polisi Kirumba. Tulipofika kule akaambia basi twende Seketule. Tulifika Seketule, basi madokta wakazinisha, wakasema ameshapoteza uhai. Maisha yake ya mwisho wiki mbili zilizopita alikuwa ameugua, ameugua sana. Tukampeleka hospitali, akapima, akawa na malaria na UTI, akaanza dozi. Kwa hiyo alikuwa anaendelea vizuri mpaka zile siku kama 5 hivi alikuwa kitandani. Baadaye akainuka, akaanza kuwa anaenda mazoezini. Anakuja kwangu pale kwenye Bilo Football Center na anaenda kwenye timu yake ya Mapinduzi. Jana asubuhi akataka kutoka kwenda kwenye mazoezi, akamwambia mke wake, naona kama hali haijatengamaa. Akamkaka akamwambia basi uende ukapime. Sasa ngoja basi niende mazoezini nikawaachie watu, alafu nitarudi nikapime. Hapo tukaachana kama saa 3 kasoro. Mimi naenda kwangu na yeye anakuja nyumbani. Nikamwambia basi hajafika nyumbani. Basi mimi nikatuma vijana, nikamwambia nendeni uwanjani kwa sababu ndio kulikuwa na mazungumzo pale, hebu nendeni uwanjani. Kumbe na yeye akati anataka kujiandaa kutoka nyumbani Mwachula, akapigwa simu na mwalimu wa shule. Akamwambia mbona nani tumemwona amelala hapa kwenye mti. Ndio kutoka kule Mwachula na mimi nikatoka nyumbani kufika pale. Nikaa mimi tayari nimechelewa kidogo, nikakuta tayari mwalimu lao amefika, amempakia kwenye gari. Lakini mimi kama mtu mzima nilipomwangalia tu nikajua hatunaye duniani. Unaona. Kwa hiyo tukafanya process za kwenda polisi na hospitali, wakathibitisha ndio kama hivyo. Mwenzetu ametutoka, tutangulia mbele za haki. Basi mimi tulipokea. Hiyo ndio historia yake ya mwisho. Naitwa Beatrice Betmeni Kapungu. Ni mke wa Athumani Bilal. Mara ya mwisho saa 2 usiku niliongea naye. Alisema yuko kuna Bwiru, maana walikuwa na mechi Nyamagana. Wamemaliza mechi zao. Nilipofika usiku nikampigia simu. Nikamuuliza uko wapi, akasema yuko kona Bwiru. Kuna kikao kidogo ila atawahi kuja. Baadaye simu yake ndio ilikuwa ya kwanza na ya mwisho. Nilipofika saa 4 nikaona afiki, nikaendelea kupiga, nimepiga. Wakaja watoto wake wa boys wa kiume wacheza mpira ambao wanakaa huko juu tenki la maji. Walipofika nikaambiaje, baba yenu hapatikani, kocha wenu. Basi sasa nikampigia tena na kijana wake. Kijana wake akasema mimi sijamuona huko. Na nukuu kwa sababu rafiki yake Mwachula Elias ndo alikuwa naye na Ibla kocha mwenzake. Nilipompigia Elias akasema mimi nimempeleka mpaka kiwanjani. Alipofika kiwanjani akasema anaenda kwa kijana wake. Kwa hiyo akaachana naye hapo.
Yeye akaenda kwake, maana anakaa Nyamongolo huko, wana pikipiki yao. Kwa hiyo yeye akamwacha kiwanjani, yeye akaenda, amemwacha mzima kabisa. Lakini sisi tulipiga simu bila mafanikio, na tukampigia yeye, ndo akanieleza haya. Tukakaa tukaendelea kupiga simu na watoto mpaka asubuhi saa 12. Nikawafuata girls, watoto wake wa kike wa mpira. Nikaambia hebu nendeni kiwanjani tukamwangalie kocha, maana hatuwezi kujua, maana kuna siku alishapokonyaga simu huko kiwanjani. Bado hapajakaa vizuri, majumba yenyewe yanajengwa sasa hivi tu. Kwa hiyo wakakimbia, wao ndo walikuwa wa kwanza kukimbia, na Elias Mwachula naye alikuwa naye huko. Wakamkuta amekaa kwenye jiwe, ameegesha mkono. Basi na mimi wakanipigia simu, nikaenda, kofia yake iko huko na begi lake. Kama TAFCA mkoa wa Mwanza, hakika tumepokea kwa majonzi msiba wa ndugu yetu, kocha mwenzetu, kocha Athumani Bilali. Msiba huu ni mzito kwetu wana Mwanza, lakini vile vile na kwa taifa kwa ujumla, kwa sababu ameweza kujitoa katika kazi hii, katika keli yake kacheza mpira, kaja kafundisha mpira, na baadaye kafanya uthubutu wa kuwa na kituo cha michezo. Kwa hiyo ni pigo kwetu wana Mwanza, lakini ni pigo kwa ujumla katika taifa letu. Kubwa ni uthubutu, kwa sababu unaona kacheza mpira kwa kiwango kizuri tu, baadaye kasoma coaching, baadaye kafundisha timu mbalimbali na madaraja tofauti, lakini baadaye imekuwa na kituo cha michezo. Kwa hiyo imetuachia somo kubwa sana la uthubutu, kwa sababu kutoka kwenye kucheza, kufundisha na kufundisha madaraja mbalimbali, kuingia mpaka kwenye kuanzisha kituo sio kazi rahisi. Kwa hiyo imetuachia kitu cha uthubutu.